kuifikia. Nikianza na gazeti la Habari Leo, lenyewe limeandika habari kubwa inayosomeka Rais Magufuli asema anaitamani Vietnam, amkaribisha Rais Sang kuanza ziara ya siku 4, asema Tanzania imedhamiria kuifikia kiuchumi, pia imepania kupunguza umasikini kwa 50%. Ni gazeti la Habari Leo, habari kubwa iliyoandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Na kuna habari picha ikimwonyesha Rais Dr. John Magufuli akimkaribisha Rais wa Vietnam Truong Tan Sang alipowasili kwenye viwanja vya Ikulu jijini Dar es Salaam hapo jana kwa mazungumzo, akiwa kwenye ziara ya siku 4 hapa nchini. Habari nyingine iliyopewa nafasi ni mamlaka kuu ya mapato ya taifa yaja. Ni serikali inatarajia kuunda mamlaka ya mapato kuu ya taifa nje ya mamlaka ya mapato ya Tanzania TRA iliyopo hivi sasa kutokana na malalamiko ya kero za kodi kwa wananchi wenye kipato cha chini. Habari nyingine iliyoandikwa na gazeti la Habari Leo asubuhi ya leo. Maofisa 5 wa misitu watumbuliwa, ni habari nyingine kubwa iliyoandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo asubuhi ya leo. Ikiendelea habari hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo, ambapo inasomeka kwa muhtasari tu. Waziri wa Maliasili na Utalii Profesa Jumanne Magembe amewasimamisha kazi maofisa 5 wa idara ya misitu mkoani Rukwa kwa kushindwa kusimamia vema na kudhibiti uvunaji haramu wa magogo. Gazeti hilo la Habari Leo asubuhi ya leo. Nikiachana nalo, nikigeukia gazeti la Uhuru, lenyewe limeandika habari kubwa inayosema tusiogope, ni Watanzania watakiwa kujifunza kwa Vietnam. Rais Dr. John Magufuli asema tukiogopa hapa kazi tu haina maana. Truong ahidi ushirikiano katika ulinzi na uchumi. Rais mstaafu Jakaya Kikwete asema uhusiano wetu na Vietnam ni wa kihistoria. Ni habari kubwa iliyoandikwa na gazeti la Uhuru, lakini pia ikiambatana na habari picha ambayo inamuonyesha Rais Dr. John Magufuli na mgeni wake Rais wa Vietnam wakiingia lango kuu la Ikulu jijini Dar es Salaam jana kuanza ziara ya kikazi hapa nchini. TRA yafuta rasmi msamaha wa kodi, ni habari nyingine iliyopewa uzito kwenye gazeti la Uhuru asubuhi ya leo. Habari hii ikisomeka katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili, ambapo kwa ufupi tu inasema mamlaka ya mapato Tanzania TRA imetangaza kufuta msamaha wa kodi kwa wafanyabiashara wanaoingiza bidhaa kutoka nchini China. Hilo ndo gazeti la Uhuru asubuhi ya leo. 4 wapoteza maisha ajalini Dar es Salaam, ni habari nyingine iliyoandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Uhuru. Gazeti Mtanzania, utumbuaji majipu waokoa bilioni 700, ni habari kubwa iliyoandikwa na gazeti hili la Mtanzania. Lakini kuna habari inayosomeka pia ukatibu mkuu Chadema kala moto, Sumaye Kigeila mwalimu watajwa. Habari nyingine iliyopewa nafasi kwenye gazeti la Mtanzania. Gazeti la Jambo Leo, ajali magari matatu ya ua 4, ni habari kubwa iliyoandikwa na gazeti hili. Rais Dr. Magufuli asema Watanzania tujifunze Vietnam. TRA yafuta kodi kwa wafanya biashara. Plujum aifungia hesabu APR. Ni habari kubwa zilizotawala kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti la Jambo Leo. Tugeukie kurasa za michezo na burudani. Tukianza na gazeti la burudani mahususi kwa ajili ya habari za michezo na burudani. Yanga ya paki komando, ni habari kubwa iliyopewa nafasi kwenye ukurasa wa mbele. Hamnitishi asema Venga. Hamisi Kiza haniwezi asema Tambwe. Mayanja ageuza kibao Simba. Ngasa funguka kutemwa Stars. Habari nyingine ya kimichezo ukurasa wa mbele wa gazeti hili la burudani. Lakini ukurasa wa nyuma wa gazeti hili mahususi kwa michezo na burudani ni habari inayosomeka katika ukurasa wa sema Van Gaal acharuka kuivaa Liverpool leo, Guardiola afichwa. Habari nyingine ya kimichezo iliyopewa uzito. Nigeukie gazeti la Habari Leo michezo. APR Yanga watambiana, ni homa ya pambano la raundi ya kwanza la ligi ya mabingwa Afrika kati ya Yanga na APR ya Rwanda imezidi kupanda kiasi cha kila mmoja kutamba kumshinda mpinzani wake. Simba leo tena, ni habari nyingine ya kimichezo iliyopewa nafasi ukurasa wa michezo wa gazeti la Habari Leo. Plujim achekelea kileleni, ni habari pia iliyopewa nafasi kwenye ukurasa wa michezo wa gazeti la Habari Leo. Na habari picha inaonyesha wachezaji wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars wakifanya mazoezi kwenye uwanja wa Karume jijini Dar es Salaam kujiandaa
na mchezo wa marudiano dhidi ya Zimbabwe. Gazeti la Uhuru michezo, mnyama mawindoni hii leo ni dhidi ya Ndanda kutoka kule mkoani Mtwara. Kocha Yanga Roho Kwatu ni habari nyingine ya kimichezo iliyopewa uzito kwenye gazeti la Uhuru. Gazeti Mtanzania michezo, Simba katika hesabu kali hii leo. Kluji mwatoa mbinu za ushindi Rwanda. Kipa Simba aumwa saratani, ni aliyekuwa kipa wa Simba na timu ya taifa ya Uganda Abel Thaira amethibitika kuwa na ugonjwa wa saratani ya uti wa mgongo. Habari katika ukurasa wa michezo wa gazeti la Mtanzania. Nitafanya kazi na Alikiba bila vikwazo, asema Harmonize, ni habari ya kiburudani katika ukurasa wa michezo wa gazeti la Mtanzania. Gazeti Jambo Leo michezo, mwamuzi Yanga Simba apangwa kombe la dunia, ni mwamuzi wa kike wa kimataifa wa Tanzania mwenye beji ya shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA. Jonesia Rukia ameteuliwa kuchezesha mchezo wa kuwania kufuzu kwa fainali za kombe la dunia kwa wanawake wenye umri chini ya miaka 17 mwishoni mwa mwezi huu. Ni habari njema kwa Tanzania na ndo habari iliyopewa uzito kwenye gazeti la Jambo Leo. Gazeti la Jambo Leo ndo linakamilisha basi